Asanteni sana. Langu jina ni mjukuu wa bunduki, kijana wa Uhuru Kenyatta Migai, mtetezi wa nyonge, mbunge mtarajiwa wa Embakasi Central Constituency 2027. Na jambo ambalo nataka kuzungumzia ni jambo la taifa la Kenya, jambo ya uchaguzi wa mwaka 2027. Na hii nataka kuambia vijana, hii mambo ya kukaa kwa kona fulani unatuambia mtoto wetu. Hii mambo ya kukaa kwa kona fulani unatuambia mtu wetu. My friend, kama una feel ya kwamba huyu kiongozi ni kiongozi wenu, peleka huyu kiongozi kwa nyumba yako, asimame kwa nyumba yako. Number 2, Kenya ni nchi huru. Kenya ni nchi ambayo tunataka mageuzi. Hatutaki viongozi ambao wanakaa kwa kona fulani wanaamua kutukula. Wao wanatajirika, sisi kama Wakenya tunazidi kuwa maskini kwa niaba ya viongozi wetu. Hii hatutaruhusu 2027 majaliwa. Therefore nataka kusema hivi. Wale watu wako na capability ya kurudisha Kenya mahali ilikuwa sawa, kwa ile reli Mheshimiwa Uhuru Kenyatta aliachia Kenya, ni viongozi watatu. Ikianza na Mheshimiwa Governor anatembea. Pili, ikwemo kiongozi Fred Okello Daktari. Tatu ni Mheshimiwa Excellency Stephen Kalonzo. Tutajipanga kwa viongozi watatu. Tutajipanga kuchagua kiongozi mmoja ambaye anawakilisha matakwa zetu na nia zetu kama Wakenya. Na hii nataka kuambia Mkenya, usiambiwe ya kwamba sisi Wajaluo, sisi Waluya, kama kuna kiongozi anasema sisi Waluya, ambia aende simama kwa nyumba ya mamake ya Waluya. 2027 is about common mwananchi. Kwa sababu tumechagua viongozi wakisema ni sisi, wanapeleka maslahi yao serikali. Leo hivi kuna progress government. Tuko na viongozi wameingizwa kwa serikali. Badala wafanye maslahi wananchi, wanafanya maslahi yao. Kweli. Ndio maana tunasema 2027 na hii tunadeclare kama tutaona jina Mheshimiwa na Temina, jina Mheshimiwa jina Mheshimiwa Kalonzo, my friend, maandamano. Tunapata mtu anasimama anasema mtu kashakwa. Mtu alikuwa impeach, anakuwaje president? Hata mimi ni mtu wa damu ya Mike Mbuvi Sonko, lakini tulikuwa impeach. Hatuwezi simama tena. Amukati. Na tukati. Kabisa. Coach. Kashagwa pia asidanganywe na wale ambao wanataka kula mali yake, anataka kuwa president. Kashagwa hawezi kuwa president. Kabisa. Hawezi. Asimame tu hapo nyuma, apange line up mbele. Mwenye anacheza kwa maslahi yetu kama wapiga kura. Kabisa. Si kwa maslahi yao. Leo nataka kusema hivi. Kalonzo wewe. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ako na nia dhabini ya kutengeneza Kenya. Leo hii kuzungumza kaunti 47 utapata yale Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alifanya. Utafanya yale Uhuru Kenyatta alifanya. Kwa sababu Uhuru Kenyatta alikuwa na nia na agenda ya kutransform taifa la Kenya. Na ukichukua Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, uchukue Matiang'i, uchukue Natembeya, hao ni vijana wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Na Uhuru Kenyatta ako na nia ya kutengeneza taifa la Kenya. Mjukuu Uhuru Kenyatta. Ukipata mtu anamtukana Uhuru Kenyatta, huyu ni mjinga tena. Kwa sababu leo hii Naweza linganisha Uhuru Kenyatta uwezi, my friend. Uhuru Kenyatta, kuna viongozi Kenya ambao wengine wanajifanya. Mimi sina chuki na Mheshimiwa Rigathi Gachagua, sina. Na siwezi kuwa na chuki na Mheshimiwa Rigathi, but Rigathi Gachagua anafaa kufahamu ya kwamba Uhuru Kenyatta mwana ya Mama Ngina ni mzito kushinda Gachagua. Hiyo Gachagua kubali. Akubali kwa sababu hatupingi. Sawa, hatupingi. Inatokana na hatupingi. Jubilisha kwa hatupingi tafadhali, mtu wa discipline hatupingi. Discipline. So, wewe nasema hivi. Badilisha statement. Sawa, Duro Kanga Orera Ward MCA. Mtu wa ODM. So nasema hivi. Mimi kama mtu wa Jubilee, mimi ni mtu wa Jubilee. Na Jubilee yangu
Nazungumzia kwa sababu tafadhali. Mmoja mtaongee rada. Tafadhali msi. So tukizungumza mambo ya Uhuru Kenyatta, mambo ya Matiang'i, mambo yanatembea, mambo ya Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, tuko na agenda ya kubadilisha Kenya. Na agenda yetu 2027 ni William Ruto must go. Then agenda ya pili tutahakikisha turudishe linda mama ya Uhuru Kenyatta. Agenda namba 3 tutahakikisha tumerudisha uhusiano vizuri na maaskari wetu. Namna Fred alikuwa anafanya. Kweli. Agenda namba 3 tutahakikisha yale miradi wa Uhuru Kenyatta alikuwa anaendelesha, modern market na mambo ya ujenzi ya rasilimali pia turudishe chini ya uongozi wa kusema hivi. Hadi kesho Tundu. Uhuru Kenyatta serikali yake ndiyo ilifanya kwanza watu wakienda wapi Mandera. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta ndio kiongozi wa kwanza kujenga barabara kilomita 10. Uhuru Kenyatta ndio mtu wa kwanza kufanya hizi mambo ya hospitali. So tukizungumza mambo ya Uhuru Kenyatta, hatusungumuzi kwa sababu Uhuru Kenyatta ni Mkikuyu. Tunazungumuza kwa sababu Uhuru Kenyatta ni kiongozi wa kitaifa. Mimi nataka kusema hivi. Kwa wale ambao wanamkejeli Uhuru Kenyatta, nyinyi ni zombi, amuoni mbele. Kabisa. Uhuru Kenyatta hatuwezi linganisha na kiongozi wowote. Kwa wale marais ambao wamekuwa hapa Kenya, Uhuru Kenyatta ndio rais wa kwanza kujenga barabara kilomita. Kaunti zote ukienda utapata ujenzi wa Uhuru Kenyatta. Ukienda kaunti zote utapata miradi ya Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta ndiye aliunganisha stima kwa wingi sana. Kwa nyumba ya nyasi. Marais zote Uhuru Kenyatta. Kwa nyumba ya nyasi. So tukisema Matiang'i, tukitaja Natembea, tukitaja Kalonzo Musyoka, hao ni viongozi ambao wanaingia chini ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta wakiongozwa kubadilisha taifa la Kenya. Jambo langu la mwisho, mambo ya ugavana Nairobi. Mimi kama mjukuu wa bunduki na wale wananchi ambao tunataka mageuzi, unasema ya kwamba tunachagua James Gakuya. Tafadhali. Gakuya ni nani? Utapiga yako. Gakuya ni nani? Nuro Kanga. Wewe unajua babu, mimi najua James Gakuya. Na kwa debe lazima tukue na washindani. Uwezi kwenda kwa debe kama uko peke yako. Nakubali. Sawa. Gakuya. Sisi kama vijana tunataka mageuzi. Na tunataka ule kiongozi ambaye anaweza kuajiri vijana. Tunataka ule kiongozi ambaye anaweza kutupea kazi. Tunataka ule kiongozi ambaye anaweza kutupea tenda. Sio kiongozi kwa mimi ni popular, mimi nimesoma, mimi najua kuzungumza Kiingereza kwa TV. Nani alizia kusoma? Pia turuhusu. So tunasema kwamba 2027 tunataka mageuzi Nairobi. Na yule mtu ako na capability ni Mheshimiwa James Gakuya. Sisi hatuchagui mtu kwa sababu hatuchagui mtu kwa sababu ni Mkikuyu. Hatuchagui mtu kwa sababu sisi ni kabila yetu. Tunachagua mtu kwa sababu anaweza kusikia maslahi ya wapiga kura wa Nairobi. Tunachagua watu ili wabadilishe maisha yetu. Tunaenda chaguzi ili tukue na a better life. Tunaenda chaguzi ili tukue na a better tomorrow. In the better tomorrow ni James Gakuya Nairobi. Sema hivi. Kila mtu ako na uwezo ya kusupport mtu wake. Na kwa debe jitamua. Kura sio goods, kura ni kwa debe na kura ni kuuza sera. Ndio maana tunasema 2027 tunasema James Gakuya Nairobi. Dakika moja mjukuzi mama tu hapo. Niko na information kwako. Umesema ya kwamba mimi najua babu na wewe unajua Gakuya, ndio? Na watu wako. Uko 1
Hata mimi ni Wagakuya. Hata mimi ni Wagakuya. Watu waine. Hata mimi ni Wagakuya. Mimi nataka wewe useme kwa roho yako. Mimi ni mtu wa babu. Na niko na majani. Kabisa tuko na panga. Useme Gakuya babu oi. Sisemi. Wacha niseme.